Ni mechi nzuri na bahati nzuri umeshaongelea hapa kwamba ni ishu ya fainali ambayo kimsingi kwangu mimi nasemaga fainali huaga haina mwenyewe, na ukiangalia timu nyingi pia kihistoria duniani kote, timu yoyote inapokuwa inaenda kucheza hatua ya fainali, maandalizi yake yanakuwa ni tofauti pengine na kupata alama tatu. Maandalizi yake yanakuwa ni kwa ajili ya kuweza kutoa ubingwa. Unatoa ubingwa vipi? Maana yake upambane dakika 90, na kama ikishindikana kwenye dakika 90 kuna dakika takriban 30 za nyongeza, lakini pia mkitoka hapo kama na penyewe inakuwa imeshindikana, bado kuna mikwaju ya penati. Kwa hiyo walimu wengi sana wanawaandaa wachezaji kiushindani kwenye level ya dakika zote 120 na zaidi, kwa namna ambavyo unaweza ukawa na spirit hiyo kwa dakika hizo 120 na zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tunaenda kushuhudia mchezo mzuri, ingawa ukiangalia historical kwenye vilabu nafikiri wamekutana mara kadhaa kwenye hatua ya fainali, na nafikiri Yanga CRDB Federation kabla ya msimu wa mwaka jana kuna ile ya msimu mwaka juzi walitoa mbele ya Azam FC. Kwa unakuja kugundua kwamba wanapokutana inakuwa ni mechi ngumu, lakini Azam hana historia nzuri mbele ya Yanga wanapokutana kwenye hatua ya fainali. Sasa ni kipi ambacho Florent Ibenge akiwa kama kocha mpya anaweza kaenda kuwa amesha kifanyia kazi kuelekea kwenye fainali ya leo? Watu wengi wanatazama inaweza ikawa ni mechi ya aina gani, lakini ukiangalia kwa namna timu zote mbili kwa njia zilizopita, unakuja kuona kila timu imepata testi nzuri. Azam wamecheza michezo na URA, lakini pia Singida Black Stars. The same kija kwa Yanga pia naye amepata testi mbele ya KVZ, akapata testi mbele ya Singida Black Stars, lakini pia tunamshuhudia namna ambavyo anaweza kaenda kujiuliza maswali mbele ya Azam. Hicho kitu ndo ambacho watu wengi wanataraji kwenda kushuhudia siku ya leo, lakini tunafikiria zaidi kutazama kimbinu, kwa maana walimu wa timu zote mbili. Ukimwangalia Florent Ibenge, moja ya top coach barani Afrika, amekuwa na nyakati nzuri kwenye nyakati za tofauti akiwa na vilabu mbalimbali, AS Vita, RS Berkane, Al Hilal Omdurman, na sasa hivi akiwa na hudumu matajiri hawa Chamazi. Lakini kwa Yanga Pedro Goncalves, kocha ambaye pia ana profile kubwa, akiwa ni moja ya makocha ambao walishawahi kufanya kazi na Sporting Lisbon kwenye timu ya vijana na kudevelop vipaji. Baadaye anakuja na timu ya vijana ya Angola, anawafanikisha vitu vingi, mojawapo ni kufuzu kombe la dunia la vijana kwa mara ya kwanza. Haikuwa kazi nyepesi. Baadaye pia timu ya taifa ya Angola, lakini pia Petro Atletico akipita huko. Unakuja kuona kwamba kwa daraja lake na yeye kuna kitu ambacho ameachieve, na mafanikio yake ni pia kuweza kuwapa Angola kombe la Kosafa mara 2 mfululizo. Kwao ni kocha wa viwango pia, lakini pia amewapa mafanikio ya kuweza kufuzu AFCON kwa mara ya kwanza mwaka 2023. Cote d'Ivoire, Angola ilikuwa ya moto kama nakumbuka, inatolewa hatua robo finali. Kwangu mimi nafikiri wanapokutana walimu wa aina hii unatarajia kwenda kushuhudia kitu cha tofauti ndani ya uwanja zaidi, kwa maana dakika 90 nane anakuwa top wa mwenzake. Hapa ndo ambapo walimu nakuta ni kama madaraja yanaenda kuwa yanafanana. Tunachotegemea ni nani anaenda kuwa na nyakati nzuri uwanjani. Kwenye nyakati nzuri unadependi pia na wachezaji wazuri. Hakuna shaka kuhusu wachezaji kwa upande wa Yanga, hakuna shaka kuhusu bora wachezaji kwa upande wa Azam. Kinachobaki wachezaji watakuwa tayari kwa namna gani kuweza kupambana kwenye usiku wa fainali, kuhakikisha kwamba kila mtu anatimiza sasa majukumu yake kwenda kuhakikisha wanakuwa mabingwa wa Mapinduzi. Hiyo ndio testi ambayo pengine nataraji kwenda kuishuhudia siku ya leo, na mtu mwingine yote ambaye anafikiri kwenda kuitazama hatua ya fainali.
lakini haiondoi uhalisia kwamba kila mwalimu ameitengeneza timu yake kuwa bora, kila mwalimu ameitengeneza timu yake kuwa tishio kwa namna ambavyo wanacheza. Azam wana score, wana defend vizuri, lakini pia Yanga wana score na wana defend vizuri. Na Azam status ya wachezaji ambao wamekuwa wanacheza kwenye hii michuano, unaona inaweza ikawa ni ikakushtua kidogo kwa namna anatumia sana wachezaji wengi vijana, lakini sifa yake kubwa Ibenge ni kwamba anaamini kila mchezaji ambaye yupo kwenye club anapaswa acheze, atumike, ili asiwe mbali sana na yule ambaye anakuwa anapata nafasi ya kucheza mara kadhaa. Kwa wacha tukaona itakuwa ni fainali ya aina gani, lakini kwangu mimi bado namuona Yanga anaweza kawa na faida, kwa maana 55% kwa 45% kwa upande wa Azam. Nampa 55% Young Africans kuibuka na ushindi kwenye kombe hili.